Sauti. Ndio. Jana tulipokuwa tunarejea ilipangwa kuongea na waandishi pale airport, lakini hilo halikufanyika. Tunafahamu ndio kwenu mtakatoa taarifa hizo za je, kwa kuongea na waandishi wa habari tena pale uwanja wa ndege kwa sababu ya serikali ilichukua vio kwenu Angola usitosahau. Asante. Swali la pili. Karibu. Naitwa Fadhili, natoka Jambo TV. Swali langu kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, je, kuzuiwa kwenu Angola na viongozi wengine mnalihusisha na siasa za Tanzania kwenda huko au ni masuala mengine ya huko pekee? Yaani inahusiana lolote lile na siasa za Tanzania? Asante. Swali lingine. Nafikiri yameisha. Karibu. Naitwa Juma Ishaka, ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi. Nilikuwa natamani kujua mwenyekiti amesema siku ya kwanza akiwa kule baada ya hizo changamoto alipigiwa mara kadhaa na waziri wa mambo ya nje kwa ajili ya kuelezwa taratibu zinazofanyika na serikali ya Tanzania kujua sababu. Na wewe ni makamu wa kwanza wa rais. Najua viongozi wa serikali mna namna zenu za kuwasiliana. Sofa hamkuwasiliana tena kujua hatua zilizofikiwa na pengine sababu. Lakini KC amezungumza pengine Angola, rais wa Angola anaonesha kutotosha kwenye nafasi alionayo kwa maana ya Afrika. Mnadhani nani sasa anatosha? Asante. Nafikiri maswali yamekwisha. Nikaribisha mwenyekiti kwa ajili ya kujibu, alafu tutarudisha KC kuna. Ni washukuru tena kwa mara nyingine na kwa maswali mazuri ambayo yanaonesha tu kwamba tulifuatilia kwa makini tulioyazungumza hapa. Nianze na wana Halfani kuhusiana na jana nia yetu ya kuzungumza na waandishi wa habari pale, lakini bahati mbaya haikutokea, na swali kwamba je, tunadhani labda serikali ilizuia ili ukweli uliotokea Angola usijulikane. Kwanza niseme kwamba mimi siwezi niwe mkweli kabisa. Sioni vipi serikali itakuwa na interest ya kuzuia kilichotokea Angola kisijulikane, kwa sababu ni mambo ya ndani ya Angola. Lakini jana pale baada ya kufika kushauriana na mamlaka ya uwanja wa ndege, na akatueleza mazingira ya pale launch ambayo tulikuwa tunatumia kwamba ni general launch, na mara nyingi wanaingia watu kadhaa, watu mbalimbali, pengine isike kwa mazingira mazuri ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari kwa sababu ya hiyo disturbance. Kama tulikuwa na nini hiyo, pengine tungeweza kuipanga mapema tukapata launch exclusive, lakini bahati mbaya kwa sababu ya mazingira na muda ambao ulikuwa umeshapita, tukasema basi bora ili pia tupate uwakilishi mpana wa vyombo vya habari, tukaona kwamba ni vyema hii tuifanye leo. Na zaidi pia tulizingatia kwamba ingekuwa vizuri na kiongozi wa chama na yeye, kwa sababu alikuwa alishiriki kwenye delegation ile, basi kupata fursa pia naye mkamsikia na mkakisikia chama kwa ukamilifu wake. Lilikuwa ni hilo kwa kadri tunavyofahamu. Kutoka Jambo TV kwamba je, lilikuwa nadhani kwamba ni siasa za Tanzania ambazo zilipelekwa Angola au ni siasa za wenyewe watu wa Angola. Mimi niseme uzoefu unaonesha kwamba kidunia, uzoefu unaonesha kwamba zinapotokea kwenye mambo kama haya, mara nyingi nchi huwa wanashirikiana au wanawasiliana au
mashauriano pengine na nchi nyingine. Si mara nyingi mambo kama kufanywa na nchi moja peke yake, lakini kwa mazingira tuliyokuwa nayo sisi hatuna sababu ya kuona kwamba ni siasa za Tanzania zimeenda kule, lakini mazingira ya kisiasa ya Angola yanakuonesha kwamba haya pengine ni mazingira ya wenyewe ya siasa za Angola, kwa sababu kama mmefuatilia na hili ni muhimu watu tukalifahamu, wa Tanzania wakalifahamu kwamba kwa muda mrefu siasa za kule zilikuwa ni za mapambano kwa maana ya mapigano, na wahusika wakubwa wamekuwa ni pamoja na MPLA, UNITA, lakini baada wenyewe kufanya prosesi zao za maridhiano, makubaliano, sasa hivi vyama ni vyama halali. Ni vyama halali kabisa vya kisiasa, vinafanya shughuli zake kwa uhalali, na vimeshindana uchaguzi wa 2022 vimeshindana, na tumeona kama tunafuatilia kwamba UNITA wana viti 90 ndani ya bunge la Angola kati ya viti 220. Na mgombea wao wa urais alipata asilimia zaidi ya 44 ya kura za urais. Sasa na uchaguzi unakaribia, unakuja huko mbele. Kwa hivyo ukikuta pengine watu vigogo wengi hawa ambao wana kauli wengine katika nchi zao wanakutana, na pengine makao makuu au venue ilikuwa katika mambo haya, mara nyingi mtu anaweza akapata wasiwasi. Sisi hatuna sababu ya kuona kwamba Tanzania inahusika, hatuoni usike vipi katika hili, lakini mazingira yaliyoko Angola yanakuambia kwamba yanatosha kwamba kukupa hayo, na mara nyingine lazima tukubali nchi zetu hizi za Kiafrika wanaowalisha matango pori viongozi wakafanya maamuzi ya ajabu, hakuwa ni watu wadogo sana kwa kweli, kwa kutokutimiza wajibu wao. Kwa hivyo mimi sina sababu na hatuna sababu sisi kama chama kuona kwamba hizi ni siasa za Tanzania zimeingia Angola kwa mazingira, na tukizingatia mambo yote haya ambayo yapo. Na la mwisho, Bwana Juma Ishaka, kwamba kama tuliwasiliana tena na waziri wa mambo ya nje kujua kilichoendelea, bahati mbaya au niseme nzuri, sofa wakati tunarudi sisi tukiwa njiani, tumepishana na waziri wa mambo ya nje, naye alikuwa anaelekea nchini Angola kwa shughuli zake za kikazi. Kwa hivyo sijapata kuwasiliana naye hadi sasa kujua pengine, na kwa bahati mbaya serikali haijatoa kauli rasmi ya kilichotokea. Kwa hivyo nadhani ni mambo ambayo tutaendelea kufuatilia. Asante sana. Asante kwa maswali mazuri. Swali nilouliza mimi ni kuhusu kutotosha kwa kiongozi ambaye ameteuliwa kuongoza AU. Nafahamu kwamba imekuwa ni kawaida kwa Umoja wa Afrika kuonekana kama ni club ya madikteta wanaolindana, na Afrika ni bara ambalo limejaliwa kuwa na vijana wengi chini ya miaka 35 ambao wengi wanatamani waone umoja huu ukifanya kazi yake. Na kama unapewa jukumu la kuongoza umoja huu ambao wamekuwa wakipewa uongozi kwa mzunguko, ni lazima sasa Afrika ione umuhimu kwamba yoyote anayepewa mamlaka ya kuongoza jumuiya hii, kigezo cha kuwa na demokrasia na kusimamia utawala bora katika nchi zao pia ni muhimu. Huwezi kwenda kusimamia nchi ya 53 wakati kwako umeshindwa kusimamia kuonesha utawala bora kwenye nchi yako unayoiongoza. Kwa hiyo mimi kwa vile naona hili ni swala ambalo linaenda kwa mzunguko, tumewaomba viongozi wa Umoja wa Afrika, marais wa Afrika wajitafakari na waone nafasi hii kama huyo aliyoko sasa anatosha, kwa vile tu tumeona jinsi ambavyo ameshindwa kusimamia swala dogo kama hili la kuhakikisha kwamba demokrasia na utawala bora unashamiri ndani ya nchi yake, na waone kama nafasi hii itamtosha.
na sisi kwa hapa kwa haraka tunaona hatoshi. Kwa hiyo kwa vile ni ya mzunguko, waende kwa mzunguko wa nchi nyingine ambao unaweza kutosha kwenye nafasi hii na kusimamia kwa dhati kuanzia kwenye nchi zao wanazoziongoza. Asante. Asante. Kwa mara nyingine tunawashukuru sana waandishi wa habari kwa kujumuika pamoja na sisi leo, na huu ndio mwisho wa mkutano wetu na waandishi wa habari. Asanteni sana, na wakati mwingine tunawakaribisha tena. Asanteni viongozi. Nenda babu. Poa. Poa. Goli. Poa.